Mtazamaji wa The World News, karibu kwa mara nyingine tena kupitia hapa The World News. Naitwa Damu Hussein, na moja kati ya makala tulizokuwa nazo ni kwa nini Israel haitaki vikosi vya Uturuki kuingia katika ukanda wa Gaza kama vikosi maalum ambavyo rais wa Marekani Donald Trump aliviteua kwamba lazima vitakuwa moja kati ya vikosi ambavyo vitailinda Gaza wakati wa kipindi cha usitishaji wa mapigano. Viongozi mbalimbali nchini Israel akiwemo Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu, lakini pia waziri wa mambo ya kigeni Gideon Saar na mawaziri wengine wenye misimamo mikali ikiwa ni pamoja na Itamar Ben-Gvir waliweka wazi wakisema kwamba Israel haitokubali kuwepo kwa wanajeshi wa Uturuki huko katika ukanda wa Gaza. Siku ya Jumatatu, waziri wa vita Bwana Israel Katz alisema kwamba hata rais wa Uturuki Bwana Recep Tayyip Erdogan ataitazama Gaza kupitia kwenye darubini. Hata hivyo, jambo hili linaelezwa pia na waziri wa mambo ya kigeni Gideon Saar, ambaye amesema kuwa Israel haikubali uwepo wa Uturuki huko ukanda wa Gaza. Maneno haya ya Saar yalikuwa matamshi ya wazi zaidi yaliyotolewa na Israel kuhusu suala hili. Akizungumza wakati wa ziara yake huko Hungary, Gideon Saar amesema kuwa Uturuki chini ya uongozi wa Rais Recep Tayyip Erdogan ina mtazamo wa chuki dhidi ya Israel, na hivyo Israel haiwezi kushirikiana nayo katika masuala nyeti kama hayo. Kwa hivyo hatutaruhusu vikosi vyao vya kijeshi kuingia katika ukanda wa Gaza, na tumewaambia hivi marafiki zetu wa Marekani, Gideon Saar alisema. Suala hili pia limejitokeza wakati wa ziara makamu wa rais wa Marekani JD Vance na waziri wa mambo ya kigeni Marco Rubio wiki iliyopita. Rubio alikariri kwamba nchi nyingi zimejitolea kuchangia wanajeshi kwenye kikosi kazi na kuongeza, bila shaka kikosi hiki kitalazimika kuundwa na nchi ambazo Israel haitasumbuliwa nazo. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alidokeza Oktoba 22 kwamba alikuwa anapinga kuhusu uwezekano wa wanajeshi wa Uturuki kutumwa Gaza. Netanyahu alitoa kauli hii wakati wa mkutano wake na makamu wa rais wa Marekani JD Vance mnamo Oktoba 21. Katika mkutano huu ambao ulikuja siku moja baada ya Vance kusema Uturuki inaweza kuwa na jukumu la kujenga huko Gaza, Netanyahu aliulizwa maoni yake juu ya uwezekano wa kuwepo kwa vikosi vya usalama vya Uturuki huko katika ukanda wa Gaza. Sentensi ya kwanza ya Netanyahu ilikuwa, tutaamua juu ya jambo hili pamoja. Kisha akasema, nina mawazo ya wazi sana kuhusu hili. Je, mngependa kusikia ni nini? Alisema Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu. Lakini ni nini Uturuki inazungumza juu ya suala hili? Wizara ya Ulinzi ya Kitaifa ya Uturuki ilitoa taarifa ikisema ipo tayari kwa kazi kwa ajili ya kuingia katika ukanda wa Gaza kushirikiana na vikosi vya mataifa mengine kwa ajili ya kuhakikisha usalama wa watu wa ukanda wa Gaza, ikizingatiwa kwamba katika kipindi cha mwaka 2023 hadi kipindi cha mwaka 2025 idadi ya vifo ilikuwa ni kubwa. Zaidi ya watu 70,000 wameuawa kutokana na vita kati ya kundi la Hamas na serikali ya Israel chini ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu, ambapo raia wengi wa kawaida wasiokuwa na hatia wameuawa katika eneo hilo la ukanda wa Gaza. Mpango wa rais wa Marekani Donald Trump katika ukanda wa Gaza unajumuishwa kuundwa kwa kikosi cha kimataifa cha kuleta utulivu. Indonesia, nchi kubwa zaidi duniani yenye Waislamu wengi, ilitangaza utayari wake wa kutuma wanajeshi katika kikosi hiki. Na Rais Recep Tayyip Erdogan pia alisema kuwa Uturuki itajumuishwa katika kikosi kazi wakati wa mchakato wa kutia saini makubaliano hayo. Na ikumbukwe ni Uturuki ambayo ilisaidia katika mchakato wa kuleta utulivu kati ya kundi la wapiganaji la Hamas pamoja na Israel. Kundi la Hamas linadaiwa ni kutokana na kauli iliyotolewa na Recep Tayyip Erdogan kwamba wakubaliane na mpango wa kusitisha mapigano wenye pointi 20 wa rais wa Marekani Donald Trump, na ndicho ambacho kimempa nguvu rais wa Marekani Donald Trump kusema kwamba angekuwa anatamani pia Uturuki ingize majeshi yake na kushirikiana na nchi zingine katika kulinda amani. Hata hivyo, Hamas inadaiwa ilikubaliana na mpango huo kwa sababu ya ulinzi kutoka nchini Uturuki. Erdogan alitoa taarifa yake ya mwisho kuhusu swala hili kwenye ndege iliyokuwa ikirejea kutoka kwenye ziara ya Ghuba na kusema kuwa mazungumzo ya kina bado yanaendelea. Licha ya hatua hizi, Wizara ya Ulinzi ya Kitaifa inatangaza kwamba vikosi vya wanajeshi wa Uturuki vinaendelea na maandalizi yao. Katika maelezo yaliyotolewa na Wizara ya Ulinzi wa Kitaifa mnamo Oktoba 23, ilitangazwa kuwa walikuwa tayari kufanya kazi katika jeshi la kimataifa la udhibiti wa eneo la Gaza.
Uturuki ikiwa ni moja ya nchi 4 zilizodhamini makubaliano ya kusitisha mapigano inaendelea na mashauriano ya kidiplomasia na ya kijeshi na nchi zingine, ilisema taarifa hiyo. Maafisa wa Wizara ya Ulinzi wa Kitaifa pia waliorodhesha yafuatayo kuhusu dhamira ya kikosi cha kimataifa cha udhibiti. Kwanza ni doria ya usalama, pili ulinzi wa miundombinu ya kiraia, 3 msaada wa kibinadamu, 4 usalama wa mpaka, 5 kufanya shughuli za mafunzo ya vikosi vya usalama vya ndani, na 6 ufuatiliaji wa kusitisha mapigano. Lakini pia kuna mipango kwenye pande za Uturuki na Qatar ambazo zina ushawishi kwa uongozi wa Hamas kuhusu kuendelea kwa usitishaji wa vita na hatua zake zingine. Na hivyo swali kubwa ni kwamba hali itakuwaje ikiwa Uturuki haitashiriki katika kulinda amani katika eneo la ukanda wa Gaza, ikiwa Hamas walikubali kusitisha mapigano kutokana na kile ambacho Uturuki iliwashawishi. Waziri wake wa mambo ya kigeni Hakan Fidan na mkurugenzi wa MIT Ibrahim Kalm walikutana na viongozi wa Hamas huko Doha mnamo Oktoba 21. Na afisa mkuu wa Uturuki alizungumza na shirika la habari la Ufaransa AFP kuhusiana na mkutano huu. Alisema kuwa hakuna uamuzi madhubuti kuhusiana na mustakabali wa kikosi kazi cha Gaza na Hamas, lakini Hamas wanachohitaji ni kuona Uturuki inakuwa sehemu ya walinzi katika eneo hilo. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Damu Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.